Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Kutokana na uwepo malalamiko mengi ya baadhi ya wanawake kutopokea matunzo ya watoto na kuamua kuelekea ustawi wa jamii kwa ajili ya kutafuta msaada wa kisheria, baadhi ya wanawake wamesema ni wakati wa kuangalia namna ya kukabiliana na hali hiyo kwa mbinu nyingine. Wakiongea na EATV katika kuendelea kuchagiza mwezi wa wanawake, wamesema wanaume wasihudumia watoto wamekuwa sugu kwa kutoogopa hata kama watapelekwa ustawi wa jamii. Kuna kutunza watoto kwa upande wa baba, malezi ni muhimu zaidi, lakini pia financially nadhani wangeacha kuendelea kulalamika zaidi. Badala kuendelea kulalamika sana, wangeweza kufanya kazi kwa bidii ili kuendelea kuwatunza watoto wao. Kama mama, nina jukumu la kumlea mwanangu, na wala haijalishi wala haitotia maana kwamba nitakapokuwa naenda kumshtaki yule baba. Mapenzi ni mimi na yule baba, sio kwa mtoto. Jukumu ya kiutafutaji yanabaki kama yalivyo. Mwanamke atasimama katika wajibu wake na mwanaume atasimama katika wajibu wake. Na endapo mwanaume hata ajibika vizuri, mwanamke akiwa na akili timamu, anajitambua, hata huko hawezi kwenda. Tuendelee na kurasa. Kutokana na hospitali ya Manispaa ya Geita kupokea baadhi ya wagonjwa waliotelekezwa na ndugu zao, uongozi wa hospitali hiyo umeomba wadau pamoja na taasisi mbalimbali kuwasaidia mahitaji muhimu wagonjwa hao. Magoma Butaga, katibu wa afya hospitali ya Manispaa ya Geita, amesema kitengo cha ustawi wa jamii katika hospitali hiyo kila siku kinapokea wagonjwa ambao wametelekezwa na ndugu zao. Maana yake kama ni mtu ameletwa ametelekezwa na ndugu, kitengo cha ustawi wa jamii kipo kwa ajili ya kuunganisha yule mtu pamoja na ndugu zake. Huduma nyingine ambazo zinaweza zikatolewa baada ya kubaini kwamba tuna mtu ambaye ana uhitaji, basi wadau mbalimbali ikiwemo kama hivi. Ni kweli ni agizo la Mungu kwamba tujaliane, na sisi kama kanisa tuliona ni muhimu kuja kuungana na ndugu zetu katika hospitali ya Manispaa. Tunao ndugu zetu ambao wana mahitaji muhimu, tusichoke kutenda mema. Liwe ni tendo endelevu kwa kanisa kama ambavyo tumeanza. Juma hili lote tutafanya huduma hii, na tunatamani kama kanisa na kanisa kiulimwengu hata na wengine pia waendelee na njozi hii kuifanya. Isiwe tu ni katika miezi hii ya matendo ya huruma, lakini iwe siku zote kuwahudumia wagonjwa. Tumalizie kurasa kwa hili. Baadhi ya watu wanaofanya kazi ya kukusanya chupa katika maeneo kadhaa jijini Dar es Salaam wamewataka wananchi kutowachukulia kama wao ni wezi. Wakiongea na EATV wamesema kuwa wamekuwa wakiuza chupa kwa shilingi 500 kwa kilo moja na kupata mpaka shilingi 7,000 kwa siku. Ni kweli wapo watu machizi na wapo watu ambao wanajielewa. Kwamba watu wanajielewa, wanafanya mazingira yao fresh na wanaishi fresh katika biashara hii ya makopo. Na watu machizi ndio kama hivyo, akiona mwanzake anakota makopo, anachukua roba, anaendelea kukota makopo, lakini dakika za mwisho haendi kuuza, au hata kama akienda kuuza akichukua hela hakuna anachokifanyia. Changamoto nyingi nakutana nazo. Kwa mfano unaweza kapita binadamu mwingine mwenye makopo mwingine ambaye si mwokota makopo akaiba, kipita mimi naambiwa wewe njoo hapa, jana ulifanya hivi, akati si mie. Hela nye ndogo. Sio kilo moja, unajua kilo moja makopo mangapi? Mpaka timia kilo moja. Makopo mengi mpaka timia kilo moja. Kwa hiyo inabidi waongeze kidogo. Tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea kurasa kwa leo, jina langu ni Exaudi Mtei. Endelea kuangalia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.